Haya
unaweza, unaweza, tunasema asante, Yesu asante, asante, Yesu asante, asante sana, 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 tunasema asante kwa maisha, tunakushukuru, Jehova, Jehova, Yesu, 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 Yesu asante. Yes,
Watu akija kwa imetulia. Tuna bahati sana. Tuna bahati sana kwa jamii hizi. Tuna bahati sana. Na ukiingia kwenye nia ya pasta, lengo lake kubwa ni kwamba sisi tuwe salama sana. Ukisoma vitabu, ukisikia mafundisho kabisa, unaona kabisa nataka sisi tuwe salama sana bila kuteseka. Tufungue kitabu cha Mikuu ukurasa wa 66. Aya ya pili. Kitabu cha ombi kuu na pekee analotakiwa kuomba Mkristo litakalosababisha mwingine yamjie bila hata ya kuyaombea. Ule ukurasa wa 66 na ile aya ya pili. Anasema, ombea kimoja tu hicho, yaani kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyafanya, na kufuata maelekezo unayoyapata katika moyo wako unapoendelea na maombi hayo yasiyopingana na maandiko matakatifu, au unayopata kupitia mtumishi wa Mungu kweli. Amini usiamini, wachawi watakimbia wenyewe. Unaowatakia mabaya au unaowaita kuwa wanazuia baraka zako, utaona kumbe ndio walioshikilia baraka zako. Maisha yako yatajaa raha ambayo tangu uzaliwe haujakutana nayo. Swali la mwisho ni nitaombea hilo tu hadi lini? Jibu ni hadi utakapokuwa Mungu kamili. Hivyo ndivyo ninavyoishi mwandishi wa kitabu hiki, na ninataka hata wewe uliyeweza kukisoma uwe hivyo. Naamini kuwa maisha yangu ni miongoni mwa maisha bora duniani. Amen. Nataka kusema kwamba ukisoma hata kitabu Nia ya Pasta, sisi tuwe salama sana. Kwa katika ibada, hata ulipokuja hapa, tumekuja maana sema ombea kimoja tu hicho. Yaani kuyajua mapenzi Mungu na kuyafanya. Kwa sisi lengo kubwa kabisa la kuja hapa ni kwamba unapoomba ni kuombea kwamba sisi tuyafanye mapenzi ya Mungu. Na tumefundishwa sana kuhusu mapenzi ya Mungu. Amesoma mtume wa Bwana hapa kwamba amini usiamini, kwamba sisi cha kwanza kabisa ni kwamba tuyafanye tu mapenzi ya Mungu. Na tusiombee kingine, ni kwamba ombea tu kwamba sisi tuyafanye tu mapenzi ya Mungu. Kwa lengo la pasta kwamba nasema sisi nataka tuwe salama sana. Ukikasoma sana hata kitabu kwamba nia yake ni kwamba sisi tuwe salama sana. Bwana baraka sana. Kwa Mungu atusaidie sana. Sisi tuna bahati kubwa sana kwenye mazingira haya. Tuna bahati kubwa sana sio kidogo sana. Kupita ibada sio rahisi. Ibada za Jumatano kama wengine, nakwambia unaweza kuzunguka kukuta 3, 2 kwa ibada kama hizi za Jumatano. Ukizunguka wengine unakuta ndio mnafunga ibada ile ndio anaingia. Kwa sisi unaona kabisa hii msimamo hii imetutia nguvu sana. Ndio bahati sana. Bwana sana. Ni neema kubwa sana kwa ibada kama hizi. Jumatano tena tumekusanyika hivi, sio rahisi kienda kwingine. Mungu atusaidie sana. Basi tukae kumsikiliza. Nipende kumwinua mtumishi wa Mungu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya neno. Karibu. Bwana Yesu, asante. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya pendo lako. Ninasema asante kwa ajili ya wokovu Bwana. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya ibada hizi na elimu zinazoendelea hapa, ambazo zimetujenga sana Bwana na kutubadilisha sana. Na hata wakati huu tupo tena Bwana ili tupate nafasi nyingine ya kubadilika tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli
binafsi sina kitu cha kushukuru sana kwa Mungu kama kuwa na wokovu huu na kuendelea na wokovu. Ni kitu ambacho namshukuru Mungu sana. Na kichwa cha somo imeandika tutaendelea kwa wingi wa shuhuda na si wingi wa maandiko. Tutaendelea kwa wingi wa shuhuda na si wingi wa maandiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema mimi namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wokovu, kwa sababu ukweli kabisa ni zawadi ambayo hakuna mtu angeweza kutupatia zawadi kama hii. Yaani kuna vitu ambavyo vinaweza kuonekana kwamba vimemisi kwenye maisha, yaani kwamba ni kama tulitakiwa kuwa navyo, lakini ukivipima tu sawa sawa unakuja kuona havifanani thamani yake na wokovu. Lakini kuendelea na huo wokovu sio kwa sababu kuna maandiko mazuri sana yanasomwa, sio tu kwa sababu kuna fafanuzi nzuri sana za maandiko zinaendelea hapa, lakini kuna shuhuda nyingi sana ambazo zimetubeba hata kuendelea. Binafsi naweza kusema kuwepo kwangu hapa, yani ni wengi sana waliohusika. Yani inaweza kuwa kwa kujua au kwa kutokujua, lakini kuna kitu alifanya, alizungumza, ndicho kinanifanya mimi nasimama. Nakumbuka kabisa, yani ninapokuja kufanya hapa ibada ya kwanza, tena nasema sikufanya ibada siku ya kwanza nilikuja. Sio nilikuja kufanya ibada. Mimi nilikuja kuangalia ibada wanayofanya. Sikuja kufanya ibada. Na kwa siku hiyo ya kwanza, yani mimi ambacho kilinivuta hata nikarudi tena ni maombi. Yani swala la kwamba kilihubiriwa nini sikumbuki. Nakumbuka tu neno moja alizungumza mtumishi Robert hapa, kana anazungumza thamani ya pumzi. Yani ile tu ndo nakumbuka, vingine vyote misikumbuki siku ya kwanza. Lakini kwa sababu nilikuja kuangalia kwamba ni nini wanakifanya, nikaondoka. Nikajipanga kwamba Jumapili nitakuja tena ili nione sasa ibada wanafanya. Amen. Ile Jumapili nakumbuka nimekuja kufanya ibada. Pastor, yani naweza kusema maneno aliyozungumza na mimi huenda siku ile kile alifanya nirudi tena nikawepo mpaka leo. Kwa sababu wakati ule hakukuwa na ofisi. Nisema ofisi ilikuwa ni kule juu, lakini alikuwa anakutana na watu humu ndani, anazungumza nao. Nakumbuka ni yale aliyozungumza nilikuwa nimekaa pale baada ya ibada. Wewe ndio ananifanya mpaka leo niko hapa. Mpendwa, yani kweli kabisa mimi nasema namshukuru Mungu, ni zawadi, kwa sababu sikuwahi kuwaza kama nitasali hapa, sikuwahi. Yani mimi niseme ukweli, mimi mchungaji Mbarikiwa sikuwahi kumfahamu hata siku moja. Yani na mara ya kwanza kumuona nilivyokuja huko. Yani tena siku ya kwanza nilimuona tu ndio amesimama anazungumza kwa habari ya kwamba yani kama utakuwa umeshachoka wewe unaweza kwenda au unaweza kwenda kula ukarudi. Yani kitu ambacho kilinitia hamasa pia ni confidence, yani ule ujasiri aliyokuwa na kwamba kuna mtu ambaye habembelezi wa shirika, yeye anasema kama utakuwa umefanya ibada mpaka hapo ukaona inatosha neno. Kale kitu mimi kanifanya nifikiri tena kwamba huyu mtu anawazo gani? Lakini niseme tu pia siwezi acha kumshukuru shangazi yangu Bupe, Mama Mafi, Mama Betha. Siwezi kuacha kumshukuru pia, kwa sababu mimi sikuwahi kumsikia Mbarikiwa hata siku moja. Lakini nilikuwa nikizungumza kwa nini siendi kusali karibu miezi 6. Nikisema kuna mchungaji mmoja alikuwa mwalimu wangu wa Bible knowledge, yule ndio naamini kama ni kweli. Yeye ananiambia yuko mchungaji ambaye ni mchungaji kweli anaitwa Mbarikiwa. Yani hicho ndio kilinifanya nifike. Kwa hiyo hata kama yeye haelewi sasa, mimi namshukuru.
Lakini mpendwa, siwezi kuacha kushukuru kwa sababu nakumbuka ibada ya pili sasa. Ibada ya pili niliyofika hapa ni ibada ambayo mama alihubiri. Nakumbuka kichwa cha somo kilikuwa kinasema mjue sana mwalimu wako. Mpendwa, kwenye lile somo alikuwa anafundisha tumfahamu sana Yesu. Na Yesu alikuwa anataka tufanye nini ili tumfuate. Nakumbuka kati kitabu alisoma nafikiri ni Luka 14 kama sikumbuki vizuri. Anayetaka kunifuata ajitwike msalaba wake anifuate. Mpendwa, mimi niliporudi nyumbani siku ile bahati nzuri nikanunua vitabu viwili. Nikaenda kuanza kusoma nyumbani. Lakini mimi lile somo sikusema mjue sana Yesu. Nilipofika nyumbani niligeuza. Nilisema mjue sana mbarikiwa. Yaani ndivyo niligeuza. Yaani kwamba sasa huyu Yesu kumjua sana sio rahisi kwamba nitamjua sana nitaendelea na nimeshamsikia siku nyingi hata huko nyuma. Mpendwa, kama Biblia kusoma maandiko basi hata kama nilikuwa sielewi nilikuwa nasoma. Yaani basi wanaosoma Biblia za kugeuza lugha, Biblia ya lugha hii na mimi nazo nilikuwa nasoma. Lakini shida kuelewa huyu Yesu. Yaani kwamba unatafuta na ya Kiingereza ukishindwa unaenda ya Kiswahili cha kisasa. Ukishindwa unaenda ya mashahidi wa Yehova ile siku. Zote zipo na nazo. Ya Waroma nazo mbili kubwa. Yaani moja halinanga hata agano jipya, ni agano la kale. Lakini mwisho wa siku hakuna kilichokuwa kinaendelea. Kwa hiyo jua sana mwalimu wangu. Yaani nilikuwa ni somo ambalo lilinijengea kitu ambacho niliendelea nacho kwa siku nyingi. Kwa sababu na niseme ndio hata siku nilipopata nafasi ya kusimama mara ya kwanza bali nilifundisha kwa kichwa hicho. Mjue sana mwalimu wako kwa mara ya kwanza. Kwa sababu ndio kitu ambacho nilielewa. Mpendwa, nasema kuendelea na wokovu ni zawadi, lakini wako watu ambao walifanya vya kufanya tunaendelea. Ni kweli kwamba kuna kuhubiriana hapa, kuna mahubiri yanapita hapa. Lakini pamoja na mahubiri haya nje ya kanisa, yani tukishatoka nje ya mlango wa kanisa, kuna vitu watu walifanya ambavyo vimetushika tunaendelea. Ambavyo huenda kama yangekuwa ni mahubiri tu tumemaliza hapa tukiondoka, basi huenda tusingekuwa. Kwa sababu hata huko tulikoenda ambako tuliabudu kabla ilikuwa ni hivyo kwamba ukiingia kanisani, yani mimi sijawahi yani mchungaji akimaliza ibada, yani pale sijui anapoteleaga wapi. Kwanza milango yenyewe unakuta mlango wa kuingia ofisini huko huko, anapotea hapo, huji kumuona. Lakini kwa namna tulivyojengwa, tulivyosogezwa na wengine kweli ndio tumetushika tunaendelea. Ninamshukuru sana. Siwezi acha kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Edward. Siwezi. Edward ndio mtu wa kwanza mimi kunisogeza na kufika nyumbani kwake. Ni mgeni nafika. Edward. Na hilo mimi nimpongeze Edward. Edward wageni wengi ni mkarimu. Ni mkarimu mtumishi wa Mungu. Hata kama kuna mahali huwa anafeli mbele, lakini ni mkarimu na ametushika wengine tuliendelea. Lakini siwezi kuacha kumshukuru mtumishi wa Mungu Amoni. Mimi Amoni ndio mtu wa kwanza kuongea naye humu kanisani baada ya kuwa nimepeleleza hii imani, nimeelewa. Kwa sababu mpendwa, mimi siingiani kichwa. Yaani mpaka nichunguze tu kuchunguza. Sasa kwa mfano ile kanisa lilikuwa limeandikwa pale Pentecost neno lililo hai. Swali langu la kwanza lilikuwa makanisa yote yanaandikwa kwa Kiingereza, kwa nini ile la Kiswahili? Yaani kwa nini ile limeandikwa kwa Kiswahili? Nilianza kutafuta. Nikaja kukuta kanisa lenyewe linaitwa Weda Life. Sasa nikajiuliza, yeye amewaza nini mpaka kalibadilisha limekuwa la Kiswahili? Nikaanza kujifunza kitu kwamba kuna mtazamo fulani huyu mtu anao tofauti na watu walivyozoea. Lakini siache kusema kwamba hata mimi mabuti siku ya kwanza yalinishangaza. Ingawa hata mimi nilikuja nimevaa mabuti huko ndani. Suruali ilikuwa imeshuka chini.
ila na mimi nilishangaza kanisa wanavaa mabuti. Lakini vyote hivi nikawa nataka kujua kwa nini. Amen. Pedro nilisikia siku ile ya kwanza nina Ramsi. Nilienda kutafuta kwenye mitandao. Tafuta Ramsi ni nani? Tafuta. Lakini yote nikitaka kujihakikishia kwamba mahali nilipo ni salama. Amen. Na nilipojua tu ni salama, nilienda na kuaga kule ambako nilikuwa nasema. Ingawa nilikuwa siendi. Tena sio nilienda kuaga kwa kuambia naondoka. Niliaga kwa maandishi. Lakini nikaja, yani mtu wa kwanza kufikiri naweza kuongea naye ni Amoni nikamwambia Amoni mimi nataka kubatizwa. Yani Amoni ndio akanipeleka kwamba zungumza na Fred. Kwa hiyo wote hao kuna namna walivyofanya hata leo mimi naendelea. Yaani hata kama mahubiri yanahubiriwa sana, tumefundishwa sana, lakini mpendo tumeshikwa na watu. Tumeshikwa na watu. Tumekuwa na maneno mengi sana ya kumshukuru Mungu kwa namna alivyotusaidia. Tumeendelea na imani. Lakini wako watu wametushika. Amen. Nimeshukuru Mungu sana. Sana sana. Sana. Niseme hata kwa ajili yani kanisa tulote kwa ujumla. Mimi namshukuru Mungu sana. Yani hata kama sio liko kwa sura niliyoikuta kwamba sura nyingi sio zile. Lakini hapana, nimesaidika sana. Amen. Nimesaidika sana. Amen. Yaani kuna wakati kujiona kama umebadilika sio rahisi sana. Yaani kwamba umebadilika sio rahisi sana. Na bahati mbaya sana kuna wengine tulikuwa tuna kajeuri fulani kadogo. Nafikiri mwaje kusikia. Mimi nimewahi kusema mimi nina akili. Hicho ndio nimewahi kusema nina akili. Sio kwamba nimesoma shule. Mimi sijawahi kuishi kama msomi kwa sababu shule imenikuta njiani. Yaani shule mimi imenikuta njiani. Nimeanza kuishi tu maisha yangu binafsi 2001. Yaani lakini kila nilivyokuwa nafanya nilikuwa najiona nina akili. Yaani na hata watu walikuwa wananiambia una akili. Na bahati mbaya sana kuna watu walikuwa ni wasomi wakaniambia wewe ukija kufikisha miaka 25 utakuwa umefanya mambo makubwa sana. Lakini yaani sijawahi kuhisi kwamba kuna watu wanaweza kuwa na akili kuliko ninavyodhani na akili. Mimi nikwambia tu kweli hata wanafunzi niliyosoma naye darasa moja mahali popote mpaka leo huwa nasema nimemzidi akili ila kufaulu nimezidi. Yaani hilo huwa najizungumzia hivi mpaka leo, na hata wanafunzi wote niliowahi kusoma nao walikuwa wanasema hivi kwamba wewe una akili. Hata ndugu zangu walikuwa wanasema wewe una akili. Kwa hiyo kwa sababu hiyo nilikuwa nasikia hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na akili kama Bwana. Lakini mpendwa unakuwa hujioni kwamba kuna mahali umepungua. Yaani kwamba kuna vitu vile ambavyo ukifanya watu wakikusifia basi unahisi kwamba kwa hivyo basi wewe una akili. Mpendwa mimi kama shule hapa shule kweli nilikuwa na uwezo mkubwa darasani ila sijawahi kufaulu. Yaani wengine walikuwa wananizidi kufaulu. Ila bahati mbaya ninachoshukuru Mungu kwenye mtihani wa mwisho nilikuwa na wazidi. Hicho tu. Ila mtihani ya shule ni yote. Walikuwa wananizidi. Ila wa mwisho nilikuwa na wazidi. Kwa nilikuwa najisi na akili. Mimi huenda ni mtu ambaye yaani hata wanafunzi waliowahi kuishi mazingira ya jirani na shule. Mimi nilikuwa nawashangaa yaani kwa mfano mwanafunzi siku form 6 umefanya mpaka chini ya 1. Nilikuwa nauliza wewe unakuaje wewe mpaka unapata 2 unapata 3. Nikiamini kwamba hizo ndio akili. Pesa. Na ukweli niseme inawezekana kwa sababu mimi yaani furaha yangu wakati mwingine ilikuwa ni kukaa jirani na moshi wa bangi. Inawezekana nini yake. Lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wokovu. Yaani cha kwanza kabisa sio ndani kunaendeleaje. Ninaonekanaje. Yaani hicho cha kwanza ninachoshukuru sana. Yaani kwamba ndani ukoje. Ni jambo lingine kwanza lakini ninaonekanaje. Ni jambo linalomshukuru Mungu sana. Kwa sababu mpendwa mimi niseme tu nimeingia hapa na akili za ulasta zote zimo. Yaani niseme tu hivi. Lakini namshukuru Mungu sana
kubadilika. Yaani kama ni kuumwa, basi mimi magonjwa mengine siyajui. Ila tumbo pendwa, hilo limenisumbuaga siku nyingi. Yaani mimi naambiwaga toka ukiwa unazaliwa wewe ugonjwa wako ni huo tu, hapana mwingine. Hapana mwingine. Yaani kiasi kwamba ilikuwa nikisema nimeumwa, hakuna anayeuliza unaumwa nini. Inajulikana ninachoumwa. Na bahati mbaya moja nilikuwa nimbishi, sijui mimi hata hospitali nilikuwa nabishana na daktari. Yaani tu misimamo fulani naweza kumuongoza hata daktari. Daktari akiandika dawa zake, mimi siendi zile. Alafu kwa sababu sindano nilikuwa sipendi pia, namwambia kabisa sindano usiandike kwenye dawa unazoandika. Usiandike. Mimi ndo nampangia daktari. Tukienda kuna siku daktari tunaona aliona kama vile yani nampangia akaandika. Nikafika kwa anayegawa dawa nikamwambia, daktari wako amekwambia mimi nichome sindano?" Mbona nimemwambia asiandike? Kwa sababu bahati mbaya mwandiko wao hata ukishika wewe mwenyewe umeshika ujui ni nini unachoenda kufanyiwa. Nikamwambia hiyo sindano kama ni nzuri naomba na wewe ukuchome. Ila mimi sichome sindano. Yaani nilikuwa naamini kwamba naweza kujiongoza wakati fulani. Naweza kujiongoza. Lakini nasema sasa namshukuru Mungu sana. Mungu sana. Na hata nilipopona tumbo. Hata ndugu yangu asiyejua. Ila hakuna anayeweza kukumbuka sasa. Hakuna asiyejua. Ila hakuna anayeweza kukumbuka sasa kwa sababu mimi nilikuwa nawapa kazi ya kupika sufuria 2. Yaani kuna wakati mboga unapika sufuria hizi, mtapika za kwenu, mtapika za kwao. Nyama ilikuwa inisumbui, lakini pika nyama siku hiyo basi siji. Inabidi upike mboga nyingine. Na sio tu kwa sababu nilikuwa natapika nikiwa mdogo, kwa hiyo basi nikaendelea hivi. Yaani mimi vitunguu umeweka kwenye mboga, basi visionekane, vikionekana siri. Ndani asijapiga mpaka. Lakini nimepiga nilipoenda Kiwira nilitumia. Haina shida kwangu. Yaani mpendwa, ni kwamba kuna wakati kumshukuru Mungu sana mpaka hapa ni. Hakuna chakula wanachosema kitamu. Mimi nimewahi kukiona kitamu. Hamna. Yaani kio mtu anaona mimi nikikuta watu wanakula siku pilau wanasema ni tamu, mimi nashangaa. Utamu umetoka wapi? Nikuta watu chips zimetoka wapi? Yaani nimeishi maisha fulani ambayo yaani kama ningekuwa navuta bangi, basi ingekuwa inaonekana niliharibika sana kiwango cha. Mpendwa, nafikiri mliniona tumekuja hapa. Sikuwahi kuvaa suruali nyeusi. Sikuwahi kuvaa suruali ya blue. Sikuwahi kuvaa suruali nyekundu. Zilikuwa ni cadet na rangi moja. Kama sio nyeupe iwe kaki. Kabisa. Mashati rangi yalikuwa yanafanana. Yaani mpendwa, yaani nakuja kusema kwamba kama kuharibika, ni tuliharibika ila ujioni. Ujioni. Nasema wakati mwingine nashukuru sana hata kwa ajili ya familia yangu. Nashukuru sana familia yangu. Kwa sababu moja ya kitu, yaani hata nilipoenda kwa dada yangu, nilipoenda kumtembelea kama wiki 2 zilizopita. Yaani kwamba hata yeye binafsi anashukuru Mungu kwamba yeye yaani kwa sasa yaani kwa njia hii kama tunayoenda sawa. Yaani hata kama kuna wengine hawaoni sawa, lakini naamini njia ni sawa. Lakini zaidi ya yote akasema namshukuru Mungu hata dada kwamba amekuja huko. Namshukuru Mungu sana. Nashukuru Mungu sana. Na kwa sababu mimi dada yangu kwanza naye nilikuwa siamini kama anaweza kuendelea na imani. Nilikuwa siamini. Lakini kwamba ameendelea naye na shuhuda za kushuhudia.
yani kama mimi kusali sijawahi kuacha kusali tu kabisa. Sijawahi. Yani hata niwe na dread zimekaa hapa, nafungua kofia na ingia kanisani na sali. Lakini shida ni nyingi kichwani. Yani kuna shida. Lakini mpaka hapa mimi namshukuru Mungu sana. Kwa kwamba hata nilipokuwa naanza kusali nilikuwa na ufahamu wa kwamba Mungu atoe vitu. Ufahamu nilikuwa nao kwamba Mungu mimi mmoja ya mtu ambaye alikuwa ananipa shida sana ni mtu ambaye anaomba vitu kwa Mungu. Alikuwa ananipa shida sana. Lakini pamoja na hilo mimi nilisema, nakumbuka kwanza wakati huo nilikuwa nimeshaanza kufyatua tofali nyumbani pale, nataka kujenga nje. Ndio nataka kuanza kufyatua tofali huku. Nakumbuka mtumishi fulani kaenda kunisaidia kazi kule. Yaani mipango niliyokuwa nayo mingi kwamba nafanya hiki. Vyote nafanya. Mipendwa kama ni shule nayo. Shule mimi hamna ilichoongeza sana kwenye maisha yangu. Zaidi ya kwamba wakati mwingine huenda mimi sijawahi kushika jembe kulima. Maisha yangu yote nimezaliwa mjini, nimekulia mjini. Sikuwahi kushika jembe. Ila nilipomaliza tu chuo nilienda kulima. Nililima kweli yani. Lakini tena nilikuwa naamini hakuna aliyelima Magimbia. Hakuna alikuwa amelima kiwango changu mimi bonde lote hili. Lakini baada ya kushika hii imani, yote nilianza, sijajua nini kilinikataza, lakini nilianza kuacha vingine. Kwa nini? Kule ndiko ndugu zangu walikuwa. Mimi hamna ndugu yangu hata mmoja aliyeokoka. Hamna. Yaani familia ama watu ambao tulikuwa tunaona wivu kabisa ni familia ya kina Bethu. Yaani hiyo ndio unaona wivu kwamba na si watu wamekuwa wanasali kama hivyo. Lakini mpendwa, wote ni shida tu. Sasa nikaanza kuangalia, kienda kule tena ni kule narudi, kwa sababu kuna ndugu zangu wako wanauza na baki. Nilikuwa nasaidia na nyonga na tunauza. Hapa shida. Na yani mimi marafiki wote walikuwa ni walevi. Wote. Mimi tusinywi pombe. Lakini mpaka saa nyingine nasema namshukuru Mungu sana. Kwa sababu kama kufika sasa hivi, yani hakuna hata rafiki yangu mwenye hamu ya kukaa karibu na mimi kwa wale ambao nilikuwa nao. Kwa sababu anajua kabisa kwamba hata simu kupokea wanaona shida, kwa sababu cha kwanza nikianza kuongea utanipoka mpaka leo ndugu yangu. Nione mimi nilivyo. Sasa nimebadilika. Sasa ako tu kama wamekaa mbali na mimi. Bahati mbaya nyingine ni kwamba hata kaka zangu waliokuwa karibu na wenyewe ni kwamba saizi ndio nimeharibika kabisa. Yaani kwamba nilivyokuwa vile ndio nilikuwa vizuri. Vile nilikuwa vizuri. Lakini saizi nimeharibika. Lakini namshukuru Mungu sana kwa sababu pia ya pamoja na maisha yote yani sikuwahi kuwa mtu wa kukosa kutenda wema kwa watu. Ule wema huo unawashitaki mpaka leo. Mimi vikao wanakaa huko wanazunguka pembeni yangu kwamba ameharibika kabisa saizi. Yaani hata ndugu ambao walikuwa wanaweza kupigia simu kunisalimia hakuna. Yaani sasa hivi mimi simu yangu kupita siku nzima haijapigwa na mtu yeyote. Ni kawaida. Yaani asipopiga mtu hapa kanisani basi. Yaani ndio iko hivyo. Lakini ni maisha ambayo najisikia vizuri sana. Najisikia vizuri sana. Sana. Mpendwa, ni kwamba wokovu unaendelea nao. Naamini viko vingi. Vingi. Wako wachungaji. Wako akina baba. Wako wachungaji, wako akina baba. Mimi nakumbuka wakati nafika kwenye kadaftari kangu, kadi nilikuwa naandika. Ni kadari fulani kadogo. Siku za mwanzo, Pastor Kibwili nilikuwa naandika Mbarikiwa. Sio mchungaji bali nilikuwa naandika tu Mbarikiwa. Inatosha. Ikafika mahali nikabadilisha kidogo kwamba sasa huyu sio mchungaji.
Sio Mbarikiwa. Akani mchungaji huyu. Nikaanza kuandika pastor. Lakini kadri siku zimeenda nikaja sio pastor. Hapana, sio. Baba. Ni baba. Wachungaji na wanaitwa akina baba lakini sio. Naam. Yaani wanaitwa akina baba lakini sio akina baba kwa sababu ubaba ni majukumu. Yaani kwamba swala la kwamba la kuzaa kila mtu basi anaweza hata kwenye imani. Yaani kwanza unatafuta tu mtu huko kamleta. Lakini swala la kaendelea ni lingine. Kwa sababu hapo ni uzazi. Lakini mpaka sasa hivi mimi nasema namshukuru Mungu sana kwa sababu nina baba. Sio tu nasema nina baba, yaani hata kumbukumbu yangu hata nikirudisha nyuma hata miezi 6 tu nyuma sikumbuki kama kuna mtu nimeshamuita baba. Yaani tofauti sikumbuki hata nikirudisha miezi michache tu nyuma sikumbuki. Kwa sababu hata wakunizaa ashakufa. Lakini jirani tu wa kwamba nimemuita simuoni. Kwa sura yoyote mimi nashukuru sana. Sio tu na mchungaji. Amen. Hapana. Nashukuru sana. Pendwa, sio maandiko yanayosomwa yanayofafanuliwa yamefanya tumefika hapa. Ni shuhuda. Amen. Ningeomba tusome kwa haraka Ufunuo 12:11. Ufunuo 12:11. Ufunuo 12 mstari wa 11. Yeah. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Ndio. Narudia. Ufunuo 12 mstari wa 11. Ndio. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Na kwa neno la ushuhuda wao. Inatosha. Yaani kitakachotufanya tushinde sio kwa sababu tutakuwa tunayajua maandiko mengi sana. Kuna taarifa ni haya maandiko. Yaani maandiko haya kwa ujumla ni taarifa zinazotupa shuhuda za watu ambazo sisi hatukuzishuhudia. Yaani wako aliyeshuhudia hizi ndiye anayeziandika. Zitakazo tusimamisha ni zile tulizozishuhudia sisi. Yaani swala la kwamba Yohana alikuwaje, Marko alikuwaje, Petro alikuwaje liko humu. Amen. Lakini ni mwongozo tu. Kitakacho tusimamisha ni tulioyaona sisi. Tulioyasikia sisi. Naomba tusome kitabu cha bila maombi mengi. Some kitabu cha bila maombi mengi. Naomba tusome ukurasa wa 120. Yes. Tugazetu. Amen. Soma ushuhuda wa ndugu anaitwa Samuel Pojo. Kitabu cha bila maombi mengi utangaika sana duniani. Ndio. Ule ukurasa wa 120 ushuhuda wa Mailo. Samuel Pojo. Kisha nimesema kwamba kila ninapoendelea na maombi haya ndio huwa ninaona ni kama kila kitu nitakikuta nyumbani. Imekuwa ajabu sana kwa kabla ya kuwa na maombi mengi kwa mfumo huu. Ndio. Kitendo cha kutokuwa na hela kilikuwa tatizo kubwa sana la moyo wangu. Nilifikiri sana kwa habari ya familia yangu. Kwani hapo kabla nilizoea kushika zaidi ya milioni 50. Japo zilikuwa si sana.
lakini zilinipa uhuru mkubwa ninapokuwa na mahitaji madogo madogo. Ghafla bosi wangu alinifukuza kazi. Mchungaji aliyekuwa rafiki yangu nilipokuwa nashikashika kiwela akanitenga na kunituhumu kuwa nilikuwa sitoi fungu la 10 kiuaminifu. Akaacha kunitumia message za kunifariji kila asubuhi. Wewe ni dunia nzima ilinigeuka. Nilianza kula kwa shida sana. Lakini mwisho wa yote, baada ya kujifunza kuhusiana na maombi mengi, nimekuwa na maisha yenye raha kuliko nilivyokuwa nashika zile pesa. Ingawa hali ya mwili ndio imekuwa tete, lakini napata tumaini kuwa hii itakuwa ni kwa muda kitambo, kwani yeye alijua njia niendayo. Akiisha kunijaribu kwa muda wa kitambo, nitatoka kama dhahabu. Amen. Lengo langu hapa cha kuzungumza ni kwamba ushuhuda wowote utakaokuwa nao, yaani kwamba kuna vitu unatamani sasa unavyo, ama huna lakini unajisikia uko vizuri, una amani, ukiacha kilichokufanya ukawa na huo ushuhuda, na huo ushuhuda hauna maana kabisa. Yaani kwamba huyu kujisikia kote vizuri alikokuwa anajisikia kulikoma baada ya kukomesha yeye kilichomfanya ajisikie hivi. Yaani akiisha kunijaribu kwa muda wa kitambo nitatoka kama dhahabu, badala yake hautatoka kama dhahabu, unaweza kutoka kama matope, kwa kugeuka tu kile ambacho kilifanya uwe hivi. Amen. Lakini yote katika yote, hakuna jambo Mungu anafanya kwenye maisha yetu, yaani ushuhuda wowote ambao Mungu anaweza kuwa amefanya kwenye maisha yetu tukawa vile tulivyo, sio ili kusudi tujifurahishe tu. Hapana. Liko jambo ambalo Mungu anakuwa amekusudia tufanye. Amen. Kwa cha msingi pia ni kujua kwamba lengo la Mungu kuyafanya yote haya ni ili iweje. Kwamba mimi kubadilika kutoka nilivyokuwa mpaka hivi nilivyo, lengo lake ni nini? Yaani swala la kwamba nimepata nini, nimekosa nini, hilo sio muhimu sana. Na kwa sababu moja ya kitu nilichojifunza mimi ni kwamba Mungu hakupi vyote unavyotaka. Amen. Yaani hakupi vyote, yaani hata kama umepanga vizuri, utavitumia vizuri, hakupi kwa sababu wewe unataka. Atakupa kwa sababu liko kusudi kwenye anachokupa. Yaani kwamba unaweza hata kumlaumu Mungu kwamba hivi kwamba juhudi yangu haioni, lakini atakupa unachostahili, sio unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Shuhuda ndizo zinatubeba na kuna watu wametubeba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tunamshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya neno lake. Kweli tunashukuru ushuhuda sana. Bila ushuhuda nafikiri hata leo singekuja kabisa. Bwana wewe sana. Ushuhuda ndio umekuleta kwamba ibada ndio maana umekuja. Kwa hiyo tunambariki Mungu sana kwa katika maombi. Na mimi nisicheleweshe muda, niwainue waimbaji. Karibu. Fungu la tenzi namba 101. Wimbo la tuzimbe tena. Tenzi namba 101.
kueleza kwamba kwa nini mara nyingi baada ya Jumatano watu wanakuwa takiri wameroana, lakini saa hizi nazidi kuona kwamba kila mtu anazidi kufanya ibada sawa na vile ambavyo ameelewa, kwamba kila mtu anazidi kumsifu Mungu au kuabudu au kuomba, sio kama zamani. Yaani kwamba kila mtu anazidi kufanya kujihamasisha kwa mapambano yote, kwa uchongo wote baada ya kufanya kitu, lakini kila mtu anazidi kujihamasisha kwa sababu ya faida anazokuwa anaziona kwenye ibada. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Karibu mtushiriki, mshukuru Mungu kwa ajili ya matoleo na tuendelee kumsifu Mungu kwa hivyo haraka. Amen. Amen. Tuombe. Bwana, tunakushukuru sana. Tunasema asante sana. Tumejaa shukrani mbele zako kwa jinsi Mungu ulivyotubadilisha. Kuna mambo ambayo kabisa Bwana tunaona tunayafanya, mambo ambayo zamani tulikuwa hatuwezi. Muda mwingi tu Bwana tulikuwa tukila neno, tulikuwa hatuwezi kufanya biashara, tulikuwa hatuwezi kufanya kazi yoyote, lakini sasa Bwana umezidi kutubadilisha sana kupitia ibada hizi ambazo mtumishi wako Bwana alijifunga mkanda wa kukimbia, walikimbia, wa kubaki tumebaki na tumebadilika. Bwana tunakushukuru sana. Hata hivyo Bwana tumekutolea ibada na shukrani mbele zako, na kwa vichache Bwana hivyo tu vinafunua mioyo yetu na kukushukuru sana mbele zako. Tunakushukuru sana Baba, tunakushukuru sana. Na tunatamani tungekushukuru, lakini vinywa vyetu havina uwezo wa kuwasilisha shukrani zote zilizojaa kwenye mioyo yetu. Baba tunakushukuru sana, tunakushukuru sana, tunakushukuru sana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Oh,
umetokea. Mwambie Baba asante kwa hili na hili. Mwambie Baba asante kwa hili na hili. Asante kwa nguvu yako hapa. Asante kwa neema yako hapa. Asante kwa mkono wako hapa. Katika jina la Yesu Kristo mbele hai. Jehova Mwokozi, Ebeneza Kristo Yesu, Ebeneza Mwokozi, Roho Mtakatifu Bwana, asante kwa ajili ya mkono wako Bwana kuhusisha kwenye maisha yetu. Tunakuwa hivi tulivyo, tunakuwa hapa tulipo, tunakuwa hivi tulivyo, tunakuwa hapa tulipo, tunakuwa hivi tulivyo, tunakuwa hapa tulivyo. Bwana, ni kwa neema zako nyingi, ni kwa baraka zako nyingi, ni kwa rehema zako nyingi. Bwana, tuko hivi tulivyo. Asante sio kidogo. Asante sana. Asante sana. Asante sana Bwana. Asante Baba. Asante kwa wema. Asante kwa fadhili. Asante Bwana. Asante, asante. Asante Baba. Asante. Asante, asante, asante. Katika jina la Yesu aliye hai. Baba, tunakushukuru sana. Baba, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Baba asante. Baba asante. Baba asante. Baba asante. Asante Baba asante. Jehova asante Baba asante. Jehova asante Baba asante. Asante Bwana. Asante, asante, asante. Asante, asante, asante. Asante, asante. Asante, asante, asante. Asante kwa ulinzi. Asante kwa ulinzi. Asante kwa ulinzi. Asante kwa ulinzi. Bwana ni kwa rehema zako. Bwana ni kwa rehema zako. Tunaishi, tunapenda. Na ndio maana Mtume Paulo alisema ndani yako tunaishi, ndani yako tunapenda, na kwa na uhai wetu. Bwana, kwa zile hatari zinazotukabili nyakati za usiku, na zile hatari zinazotukabili kwenye magari, zile hatari zinazotukabili barabarani, Bwana, kurudi salama na kutembea salama. Yesu, tunauona mkono wako, tunauona mkono wako, tunauona wema wako, tunauona wema wako, na kwa hiyo tunakuja kusema asante. Tunasema asante, tunasema asante kwa neema zako nyingi, kwa jinsi ulivyosimama upande wetu, kwa jinsi unavyotupigania, kwa jinsi Bwana unavyotupigania. Umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania Baba. Jehova uliye hai, Jehova uliye kweli, Jehova uliye kweli, Jehova uliye kweli. Umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania Baba, umetupigania usiku, unatupigania mchana, unatupigania tunajiona, unatupigania tusiona. Jehova Mwokozi, asante kwa Yesu leo tena, kwa ajili ya ibada leo tena ambayo tunaamini kabisa ni Mungu uliyekusudia kuhamasisha sana imani zetu, kuhamasisha sana mioyo yetu, ili upate kuiponya sana, kama maandiko matakatifu yasemayo ya kwamba ni watu ambao wakisikia, Bwana, wakaona, wakatazama, Bwana, unaponya maisha yao. Umesema kwamba wao walisikia lakini hawakuelewa Bwana, walitazama lakini hawakuona, wakakosa kuponywa. Lakini tunaamini kabisa umekusudia sisi tukusikie na tukuelewe Baba. Umekusudia tutazame na kisha tuone Bwana, ili kwamba upate kutuponya. Tuna uhakika sana na rehema zako, tuna uhakika sana na rehema zako, kwa sababu 100% tunaishi kwa rehema zako Bwana, tunaishi kwa neema yako Yehova, tunaishi kwa mkono wako Bwana. Na ndio maana tunakujia hata jioni leo takatifu, tunaomba nguvu zako juu yetu, tunaomba neema yako juu yetu, tunaomba mkono wako juu yetu, achilia neema yako juu ya moyo wetu, achilia mkono wako juu ya maisha yetu, achilia nguvu zako juu ya maisha yetu, achilia neema yako ulimwengu, achilia nguvu yako juu yetu Bwana, achilia nguvu yako 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 Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Jehova Mwokozi ni kweli, Jehova Mungu ni kweli, Jehova Mwokozi ni hai. Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante.
anatusaidia sana, na kwa hatua kadha wa kadha tunamshukuru kwa sababu tunabadilika na tunaendelea kuongeza kelele zenye maana. Tunaendelea kuongeza kelele zenye maana. Na hii shaka nikoeka hapa kuna kitu kanaongezana. Haleluya. Swala tu ni kujipanga. Mpaka hapa nilikuwa mimi naendelea kufikiri. Kuna vitu hata kupiga gitaa nilisimama. Na siku nimwiga makofi swali gumu sana kwa sasa hizi tundule. Sasa hizi ndio tutakuja kupiga. Anasema hizo pigia wimbo. Nikaona kwa inapiga wimbo. Lakini kuvuka kutoka pale kwenda eneo lingine nikaona kuamini vya Roho Mtakatifu wakati alishaviweka kwa watu ni wenda wazimu. Ni kiburi tunawenda wazimu. Kwa hiyo mpaka dakika chache zilizopita hapa nilikuwa jaribu kukumbuka, yani yoyote hivi nilikuwa nakumbuka watu wa kwa Moisabela. Jana tulikuwa na mmoja yule anayefanyia benki pale akawa anatutamani. Kule kutamani mimi nilikuwa natafuta ni kwa jinsi gani ambavyo tuchomoe mmoja ambaye atakuja kutufundisha tu upigaji wa vyombo na upangiaji. Unajua kwa mfano Ezekia sasa kinanda anachopiga ni anapiga karibu kujaza vitu vingi ndani ya kitu kimoja. Kwa hiyo mtu mwingine yoyote ukipiga solo unamchanganya na watu inaweza sieleweke. Kwa sababu ndani ya kile anachopiga solo huwa inakuwemo, rhythm huwa inakuwemo. Ndio maana wakati mwingine mimi nikipiga huwa najua hapa ataelekea kupiga nini. Nikijua ataelekea kupiga rhythm huko anakoenda naingiza solo. Nikijua huko anakoenda nataka apige solo naingiza rhythm. Ndio maana naweza nikawa naingia kidogo na kutoka. Wakati mwingine nikiona vinajichanganya zaidi ndio maana nahamia kupiga tu ngoma. Alafu shida tu ni ili kuweko na hoho na kuweko na viungo zaidi. Sasa hii inaweza kukujia kama utakuwa ni mtu ambaye wakutafuta kujua tuongeze nini chenye tija. Lakini kwa hiyo ukipiga kwa sababu unajua kupiga, Ezekia akapiga kila anachopiga zinakuwa kelele. Unakuwa yeye umeongeza kelele zisizo na tija. Unapoongeza kelele zisizo na tija. Kwa hiyo wakati mwingine wingi wa tabu tulizopitia na nilizopitia zimenifanya sijajua kupiga na kuna uvivu mwingi wa kupiga. Lakini mpaka nafikiria kwamba pengine tukitafuta mwalimu wa kumlipa akili itaongezeka kidogo kwamba kuna mtu tunamlipa. Lakini pia sijajua kama atawezaje, lakini nafikiria tumpe uhuru wa ukali kidogo. Yaani kwamba kitu ambacho ataamua tukijue tuhakikishe kuna namna fulani ya kutuchapa vizuri. Lakini sijui kuwe na adhabu gani hawa anatupa ili kwa sababu mwanadamu bila kusimamiwa si rahisi sana. Si rahisi sana. Lakini moja kitu ambacho sio kizuri ni kuamini vya Roho Mtakatifu wakati Roho ameviweka kwa watu. Ndio maana wakati mwingine tunajuaga vitu Roho quality sana. Kwa sababu vilivyowekwa kwa watu ni kwa ajili ya sisi kujifunza kwao. Amen. Kuna jitihada binafsi lakini zaidi sana. Kwa hiyo nahisi kuna kitu kanaongezeka. Tutakwenda kwenye maana ya vinanda 4000 vya Daudi. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini zaidi ya hapo pia namshukuru Mungu kwa ajili ya upambanaji wa Anodi. Amen. Unajua shughuli changanya na Kiingereza. Mimi sijuti kutojua Kiingereza. Kwa sababu kutokujua Kiingereza sana, kile kujua sana ile kuelewa kila kitu. Na hisi nimeepuka vingi. Na hisi nimeepuka vingi sana. Vya kufuatilia ni vichache. Unajua hapa duniani tunajua vingi kwa sababu ya hila ya watu. Hila ya watu. Kwa mfano ukiona hapa najua kinanda, nataka kujua gitaa, ni kwa sababu ya shetani anavyoweza kumbadilisha mtu anayejua. Asiposimama sawa sawa anambadilisha, mnajikuta mmekwama sana. Kwa hiyo ndio maana tunajikuta tunajua vingi, lakini kiujumla hakukuwa na sababu mmoja kujua vingi. Ilikuwa huyo ajue hiki asimame nacho kwa kuheshimu na kujenga. Kwa kuheshimu na kujenga. Huyo ajue hiki asimame nacho heshimu na kujenga wengine. Tusingetaka kujua vingi. Lakini tunajua vingi kwa sababu ya tunajua shetani anamkabili yoyote. Lakini ukweli kuna vitu ambavyo anaweza kama amefanya na yeye akajua ni cha kawaida sana. Mimi nakijua miaka mingi sana. Siku za kwanza kabisa za kujifunza kuedit kupitia Pinap. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho kwenye demo waliokuwa wanaelezea 2008. Watu mitandao haijawa famous hivi. Ndio kitu walielezea, lakini nilikijua pale nikakiacha pale. Ambacho kingerahisisha vingi sana siku nyingi. Pengine nisiende mbali sana, nikujulishe tu kwamba kwa kila ambacho amekifanya Nodi kuiweka TV ama matangazo yetu kwa muonekano ule. Nimemwambia mchana wa leo kwamba pamoja na kwamba wanaenda kusomea masuala ya engineering, lakini nimemwambia anza kusoma pia multimedia. Aanze kusoma kusimamia vituo vya televisheni na redio. Kwa sababu kuanzia tu alichokifanya tayari tumekusha kuwa na professional television. Ambayo itaendeshwa kama yani vile unavyoona ITV, Star TV, Azam TV na zingine zote mpaka pale. Ila tunachoanza tutaanza kurusha kwa saa moja, kwa masaa mawili kila siku. Kuna muda tutaanza kuwa ni rasmi. Yaani mtu akitaka kupata taarifa ya habari ya kilichojiri kikosi kazi cha Injili, tena tukaanzia taarifa za yaliyojiri kikosi kazi cha Injili. Kila siku jioni watu wanaleta report, yani alikwenda wapi mchana. Amekutana na nini mchana. Mwenye kuhesabu hela ahesabu hela. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza tukaanza pengine kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 6 usiku kikosi kazi TV. Basi mtu anatoa ripoti ya alikuwa wapi, amefanya nini, kakutana na nini, kaona nini. Yaani kama kukuwa na mali kwa kutangulishia nyimbo mpya. Kwa sababu sasa na nyimbo mkisikia kidogo, na TV ni ya kwetu wenyewe tu. Unapiga kidogo na wapo watu ruhusa, hebu chagueni wimbo unaotaka. Wimbo unachomekwa pale.
matangazo yanaendelea, wimbo unachomekwa pale. Yaani mpaka hapa tu STV Professional tayari imekwisha kutokea. Yaani nikimaanisha kwamba mpaka chumba kinaandaliwa, chumba special kabisa. Special kabisa. Kama ni studio hapo kwa hapa mwanzoni, basi tunaiweka tu kwa muonekano ambao audio itafaa, video itafaa. Lakini baadaye tunaweka kwenye chumba cha kueleweka ambacho kitakuwa na uwezo wa kuingiza watu wote. Kwa hiyo tutaanza kurusha baadhi ya muda, tutaruhusu matangazo. Unajua shida kadri inavyozidi kuwa kubwa ndivyo inavyokupa akili. Amen. Na kupambana zaidi. Kwa tutaruhusu tu hata matangazo ambayo watu watakuwa wanatoa pesa. Yaani watakuwa wanatoa pesa. Sisi hatuamini tu kwenye swala la sisi kumhubiri Mungu. Sisi tunajua kumhubiri Mungu ni kazi wanazofanya watu. Kazi njema. Najua tu kwa sisi unaelezea tu. Ila tunataka yaani zinaelezewa kwa namna ambayo zinamhamasisha mtu. Zinamhamasisha mtu kumcha Mungu. Huku mwanzo itakuwa for free yani. Vinginevyo wewe mwenyewe useme sasa ninunue megabytes, ninunue MB. Lakini huku mwanzo itakuwa free kwa sababu utataka hata matangazo yatakayokuwa yakiweko yasiwe yale yanayoboa. Najua kuna matangazo unapotazama kwenye television, unapoona tangazo linakuja unahama channel. Na sasa hatutaki matangazo ya namna ile. Najua ndio ndio maana fulayaga hili tangazo linalorushwa na tangazo moja kwa moja na watangazaji. Kwa sababu wanajua kuseti watu wanaowafuatilia. Wanajua kuwaseti watu wanaowafuatilia. Kwamba acha nisitangaze sana, nirudi pia kwenye kitu wanachokitaka. Kuliko matangazo yanayokuwa recorded. Bwana Yesu sana. Hii ni vya kufanya fanya. Kumcha Bwana ni akili. Kumcha Bwana ni kuvumbua vitu. Maana kumcha Bwana ni kuvumbua vitu, na nimeshakwambia mara kadhaa, tunavumbua kutoka kwenye vitu wanavyofanya watu. Alafu baadaye unaanza kufanya zaidi. Ngera Elia nimeelekeza tu mjenge mfuniko hapa mnaposubiri Franki, sababu sasa nakufanya kitu mmenitinga kweli kweli. Yaani hapa kutegemea kuna mtu ni fundi hapa atatengeneza kitu on time. Huwa wakati wa kufanya kitu hamna. Alafu kwa bahati mbaya mkitaka niwafukuze na kuwakataza nyimbo mpya, niwaite kufanya kazi hapa, msije ila mwende kwenye nyimbo mpya. Hapo ndio watu tutaelewana. Sababu kama mlikuwa kazini, hebu mwache muda wa kutoa kero hapa kanisani. Amen. Sio kuna siku moja anaacha biashara kaenda kurekodi. Unamuuliza anasema kwamba binti yule sasa ameimarika. Anameimarika anauza tu. Siku ya ibada akaacha ibada akaenda kuuza. Ndo hajaimarika. Siku ya ibada ni kama najua na sasa anatoka na wenda ndo kumekucha. Yaani siku ya ibada anaacha ibada anaenda kuuza maziwa. Binti anaingiza hasara. Siku ya biashara anaacha biashara anaenda kuimba wimbo mpya. Nikasema naijua hiyo roho inayowasukuma. Najua hiyo roho inayowasukuma. Bwana Yesu sana. Kuna maeneo hapo unakuta tu kuna mashimo yapo tu tumeweka tofali siku nyingi tu.
Tuna mafundi wanapita. Maruka hapana. Lazima afanyapo hata kidogo. Angalia kama simeta ndio anataka kujenga mifuniko hapo, lakini kama hatazipata zingine. Mimi nimeona jiko fulani, jiko ambalo nakupikia kuni, nimesema hapana. Sababu kesho naona muda ni mdogo, naenda kushughulika na wasomi. Hayo tu kama usiku wa leo tu, kama mwana tutachukua tofali na tunamuonyesha tu ile jiko. Ajenge kwa namna ile ambayo litakuwa natumia kuni kwenye makongamano. Kwa namna ambayo ni rahisi kuliko hiyo iliyoko hapo. Alafu pia muamini hivi, mimi kuwa na vitu vyenye muonekano mzuri najuaga ndio kiroho. Amen. Sio tu visave gharama. Kisevu gharama lakini kiwe na muonekano mzuri. Omni kuharibu pesa za simenti na mchanga ndio unakuja nitaharibu sana. Ila tu nihakikishe tutaanza kuzalisha vitu ambavyo watu wanamwamini Mungu bila wingi wa maneno ya kwenye wala vitu tutajenga tu vitu, tutakuwa najenga tu vitu, tunavumbua vitu. Kuna kitu akina Alex kwenye useremala, na kitu naona si kama ndio kale kakuchorea maua kale mnako kaona mimi kwenye mtandao kale. Chora maua tu kwenye milango. Kama ndio kale na gharama ndio zile. Mimi naamini vingine mnajisumbua tu kuzunguka kwenda maporini. Mimi naamini kazi ziko kwenye akili. Yaani kwenda maporini. Fano tu kale hata uamue uchoronge. Unavyochoronga tu kanavyofanya kazi. Urekodi urushe mtandaoni. Wataangalia na Google watakulia.